Yes, mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Karibu sana hapa JNR Mtita TV. Naitwa Babu Ali na niko na mzee wa data Ramadhan Mbwaduke. Mzee wa data, Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzima shehe? Mimi niko fresh kabisa mzee wa data. Mzee wa data, Simba amecheza mchezo wa kirafiki wa kujipima dhidi ya Al Hilal Omdurman ya kule nchini Sudan. Na Simba amepata ushindi wa goli 2-1. Labda ushindi huu unaleta taswira gani kwa meneja wao mpya Pantev? Kwa Dimitar Pantev na kikosi chake, ushindi huu ni muhimu sana kisaikolojia, kwa boost, kuwainua morali, kwa sababu sio tu kwamba wameshinda. Kwanza wamefanya comeback kwa sababu walitanguliwa kwa bao limefungwa na Adama Koulibaly. Wao wakasawazisha, wakafunga la ushindi. Wafungaji Jashaua, wafungaji Jonathan Soa. Lakini ni kwamba wamewafunga nani? Wamewafunga Al Hilal Omdurman. Al Hilal Omdurman ni miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika. Imo ndani ya top 10, hivi sasa inashika nafasi ya 10. Simba wao pia ni miongoni mwa klabu kubwa. Msimu wakati ukiingia walikuwa wanashika nafasi ya 5, tunakumbuka vizuri. Sasa wanapokutana na ukizingatia vikosi vilivyopangwa, kwa maana wachezaji wa Simba, wachezaji wa Al Hilal Omdurman, unaona kabisa ilikuwa ni mechi kali, mechi nzuri kwa ajili ya kuelekea raundi ya pili ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ambayo yenyewe mshindi wa jumla wa mechi 2 za nyumbani na ugenini dhidi ya mpinzani anayekutana naye anakwenda katika hatua ya makundi. Sasa kwa sababu Dimitar Pantev ndio ameripoti hivi karibuni akitokea kwa mwajiri wake wa zamani Gaborone United kupata ushindi dhidi ya Al Hilal Omdurman, yeye meneja Pantev, lakini benchi la ufundi akina Suleiman Matola, ni muhimu sana kuwajenga kisaikolojia, kuonyesha kwamba kumbe tayari mawazo ya huyu meneja ambaye kwenye utekelezaji ni kocha ndani ya mazoezi, akiungana na wale waliopo na wachezaji wao, tayari kuna kitu anaanza kukipata, kwa sababu wamepata challenge muhimu sana kwa ajili ya kuelekea kwenye mechi hiyo. Ushindi huu 2-1 kwa swali lako ni muhimu sana, kwa sababu Simba inakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspur ya Eswatini Oktoba 19, halafu wiki moja baadaye inacheza nyumbani. Matokeo ya jumla ndio yanawapeleka katika hatua ya makundi. Dimitar Pantev, kwa sababu ameripoti hivi karibuni, ilikuwa ni muhimu sasa kuona namna gani anaendelea mawazo yake yaanze kutekelezwa kivitendo na wachezaji wake. Na uzuri wake ni kwamba yeye ni kocha ambaye ni muumini wa boli kutembea, muumini wa kumiliki zaidi mpira, kucheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja. Tangu akiwa katika timu yake ya Gaborone United, wakati cheza dhidi ya Simba alidhihirisha hilo. Sasa kuna baadhi ya mambo kwake ni mepesi, kwa sababu zile falsafa zake katika kucheza ndizo ambazo wachezaji wa Simba kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakifanya hivyo, kwa sababu Simba kwa chini ya Fadlu Davids, hata kabla ya hapo, uchezaji wake mara nyingi ni kumiliki zaidi mpira, kucheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja. Lakini kwa hivi karibuni wamekuwa wakicheza kikubwa pia pale ambapo wanalazimika kuhitaji matokeo, wanacheza objective football, mpira wa malengo. Na ndio mfumo huo uliowafanya wakaitoa Gaborone United ya kocha Dimitar Pantev kuingia katika raundi hii ya pili, kwa sababu tunakumbuka vizuri kwenye umiliki wa mpira Gaborone United ya Dimitar Pantev walikuwa wazuri zaidi kuliko Simba kwenye mechi iliyofanyika kule Botswana, ambapo Simba walishinda 1-0, lakini kwenye mechi ya kwa Mkapa jijini Dar es Salaam iliyoisha kwa sare ya 1-1, ni mechi ambayo Gaborone United ilimiliki zaidi mpira. Katika matukio nadra Simba inapocheza na timu ambayo kwenye viwango vya ubora vya CAF yenyewe ipo juu, ni nadra kuiona timu hiyo kwa Mkapa ambako kuna slogan ya atoki mtu, yenyewe ikiwa timu ya pili. Lakini mechi dhidi ya Gaborone United ilikuwa ya pili. Paka mapumziko Gaborone United wanamiliki mpira 58%. Paka mapumziko Gaborone United washapiga mashuti 6, 3 ya kulenga shabaha. Simba ikiwa imepiga mashuti 2 tu, yote ya kulenga shabaha, moja goli ile la mkwaju wa penalty la Jashaua. Mwisho wa siku mechi ilisha 1-1 kwa sababu Simba walikubali kwamba Gaborone United ni wazuri zaidi kwenye kumiliki mpira. Simba ambayo tayari ilikuwa imeshaondokewa na kocha Fadlu Davids, alikwenda kujiunga na Raja Casablanca ikiwa inaongozwa na mwalimu wa muda Hemed Suleiman Morocco wa Taifa Stars, ikacheza kikubwa sana ili kuhakikisha inasonga mbele, kwa sababu ni kwenye mechi ambayo Simba walihitaji ushindi wowote ili wasonge mbele, au sare yoyote ili wasonge mbele, lakini sio kwa kipigo cha mabao zaidi ya 1. Sasa kwenye mechi hiyo ikaisha 1-1, ni kwa sababu kuna nyakati Simba walikubali kuwa timu ya pili, wakawaachia mpira Gaborone United wa umiliki zaidi, wao wakikamata maeneo muhimu. Kuna wakati wakawa wanacheza pasi za kupoteza muda, ndio kucheza kikubwa kwenyewe. Kuna wakati baadhi ya wachezaji wao wazoefu kama golikipa Kamara walikuwa wakijiangusha ili kuvuta muda
na hatimaye kupata matokeo yanahitaji. Ni aina ya uchezaji ambao tunasema wa kikubwa, hasa kwenye michuano ya CAF kwenye hatua za mtoano. Hucheza hivyo Esperance de Tunis, hucheza hivyo Al Ahly inapokuwa ugenini katika mechi za mtoano, hucheza hivyo RS Berkane na timu nyingine zinazofanya vizuri kwenye michuano ya CAF. Simba walifanya hivyo. Sasa Dimitar Pantev huyu aliyefunika Simba kwa umiliki wa mpira ndiye ameripoti Simba kwa vyovyote vile. Kuna vitu anakuja navyo ambavyo Simba amevutiwa navyo, hasa katika kuwa dominant kwenye mechi, kumiliki zaidi mpira. Jambo ambalo katika baadhi ya nyakati kwenye mechi hii dhidi ya Al Hilal Omdurman lilionekana, lakini ni Dimitar Pantev ambaye naye ana kibarua cha ziada kujua kwamba yupo katika timu kubwa ambayo licha ya kumiliki mpira, licha ya kucheza soka biriani, soka sambusa, kuna nyakati wanacheza kikubwa ili kupata matokeo. Katika mechi hii dhidi ya Al Hilal Omdurman kuna nyakati Simba ilifanya hivyo kwa sababu ilikuwa inakubali wakati mwingine kuwa timu ya pili, kuabsorb mashambulizi, kuyapokea mashambulizi ya timu pinzani, halafu kushambulia kwa kucounter. Lakini kuna nyakati unakula muda kwa kucheza hizo sideway passes, pasi za pembeni, kushoto, kulia, nyuma, alimradi muda uende upate matokeo ambayo nyinyi mnahitaji katika mechi husika. Huko ndio kucheza kikubwa ambako huonyesha mara nyingi na timu zenye mafanikio katika michuano ya CAF, hasa pale penye mtoano ama mechi ambayo matokeo yake yanaleta hatma ya timu kwenye nyakati husika. Kama kwenye makundi, kwamba ukipata matokeo fulani, labda ushindi au sare, basi atakufanya usonge mbele kwa hatua inayofuata, labda robo finali. Unaweza kujikuta unacheza kijanja sana, kimbinu sana, kikubwa sana. Sio muda wote wa kumiliki zaidi mpira, sio muda wote wa kufurahisha mashabiki kwa soka biriani, soka sambusa. Hili Babu Ali tumeshazungumza mara nyingi. Baadhi ya watazamaji wako watakuwa wanalisikia kwa mara nyingine tena. Lengo ni kukumbushia tu ule umuhimu wa mechi hii ya Al Hilal Omdurman ambayo Simba amecheza kuelekea katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ambao wanakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini All Star ili wawanie tiketi ya kwenda katika hatua ya makundi, lakini pia kuandaa kwenye michuano mingine inayoshiriki Ligi Kuu Tanzania Bara, Kombe la Shirikisho la Benki CRDB, mataji ambayo hajawahi kuyatwaa kwa misimu minne mfululizo, na michuano mingine tutakayoshiriki. Mechi hii kwa namna walivyocheza na kupata ushindi, pengine unaweza kusema ni mapema sana Pira Pantev, soka la meneja Dimitar Pantev Mbulgaria huyu, kwamba tayari wachezaji wake wameshapokea kwa 100%, lakini kwa kiasi kikubwa inaonyesha kwamba wameadopti mapema namna ya kucheza, wakitumia pia uzoefu wao kuhakikisha Simba inapata matokeo mazuri. Mechi hii dhidi ya Al Hilal Omdurman, matokeo yale ya 2-1 yana maana kubwa sana kisaikolojia, hususan katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ambayo anakwenda kucheza Oktoba 19 kwa mechi ya kwanza kule Eswatini kama nilivyotoka kueleza awali, ili hatimaye watimize kile ambacho Simba wanatarajiwa kwenye michuano ya CAF, kwa sababu wao tangu msimu wa 2018-19 mpaka hapa tunapozungumza msimu mmoja tu walimisi michuano ya CAF, kwa maana 2019-2020 kumisi kwenye hatua ya makundi, na maanisha misimu mingine yote break ya kwanza huwa ni robo finali, na msimu uliopita walifika mpaka finali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika CAF pale walipocheza dhidi ya RS Berkane, wakafungwa Morocco 2-0, New Amaan Complex visiwani Zanzibar 1-1, taji likatwaliwa na RS Berkane. Yote hii kumuonyesha meneja Dimitar Pantev kwamba Simba hii kwenye michuano ya CAF kuchemsha kwake iwe robo finali, vinginevyo ni kwenda mbele zaidi. Sasa mechi kama hii ya dhidi ya Al Hilal Omdurman itakuwa inasaidia katika kutimiza mpango kazi huo. Kwa hiyo unaona kabisa matokeo ya mechi hii ni muhimu sana kuwajenga kisaikolojia ili kuendeleza tena katika mechi zinazowakabili. Lakini jambo muhimu zaidi kwa benchi la ufundi chini ya meneja Dimitar Pantev, makocha kina Suleiman Matola, ni muendelezo wa hiki walichokifanya dhidi ya Al Hilal Omdurman, kwa sababu ni mapema mno. Mambo mazuri wameyafanya katika mechi hii ya kwanza chini ya meneja Dimitar Pantev. Muendelezo wa kile walichokifanya, kwamba yale mazuri yote walionyesha katika mechi dhidi ya Al Hilal Omdurman wayadumishe, lakini pale penye kasoro basi wafanyie kazi ili kuhakikisha Simba inatimiza mipango yake, kwa sababu ni mapema mno kusifu sana Simba ile iliyocheza dhidi ya Al Hilal Omdurman, kwa sababu ndio kwanza mechi ya kwanza chini ya meneja Dimitar Pantev, lakini kuponda sana kwa sababu ni mapema mno kuponda wakati ndio mechi ya kwanza tu ya meneja Dimitar Pantev. Shaka mtazamaji wangu ameweza kuelewa vizuri kabisa, hatimaye anaanza kupata picha halisi ya soka la Pantev liko vipi. Kabisa, shukran jazila. Yes, huyo ni mzee wa data. Tulikuwa tunazungumzia kile ambacho kimetokea, mechi ya kirafiki, ushindi wa Simba dhidi ya Al Hilal Omdurman goli 2-1. Inaleta taswira gani kwa meneja Pantev? Na ameweza kuelezea vizuri na umeweza kupata data halisi vile ambavyo pila la Pantev
linaweza kuwa japokuwa ni mapema sana. Pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata habari za kisoka na burudani. Mimi ni Abu Ali, nyuma ya kamera yako mwenzangu Stan anahakikisha kila kitu kiko vizuri kabisa, na tunapewa udhamini mkubwa sana na J&R Mtita Unisex Saloon. Unaweza kutembelea page yao ya Instagram @official_JRMtita_unisex kwa ajili ya kujionea mambo mazuri zaidi. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.